Je, unajua kwamba kuna mboga ambazo ukizipika na karanga zinaweza kufanya chakula chako kiwe na nguvu na lishe mara kadhaa zaidi? Watu wengi hula karanga kila siku, wengine hula mboga kila siku, lakini wachache sana wanajua mchanganyiko sahihi wa vyakula hivi viwili na matokeo yake. Wanakosa virutubisho muhimu ambavyo vingesaidia mwili wao kwa kiwango kikubwa, lakini leo kuna jambo la kushangaza sana utalijua. Kuna mboga moja katika orodha hii ambayo watu wengi huipuuza kabisa, lakini ikipikwa na karanga inaweza kuwa moja ya mlo wenye virutubisho vingi zaidi kwenye familia yako. Na kuna mboga nyingine ambayo inaweza kusaidia mwili kufyonza virutubisho zaidi, vitamini muhimu zinazolinda macho, ngozi na kinga ya mwili. Kwa hiyo, usiruki hata sekunde moja, kwa sababu mboga namba 10 inaweza kukushangaza sana. Kama unapenda mazuri ya afya lishe, bonyeza alama like, subscribe na washa kengele kwa notification zaidi. Sasa tuanze. Namba 1, mchicha na karanga. Hebu jiulize, kwa nini mchicha hupendekezwa sana kwa watoto, wajawazito na hata wazee? Sababu ni kwamba mchicha ni moja ya mboga tajiri zaidi kwa chuma, folate, vitamin A, vitamin K na magnesium. Virutubisho hivi vina mchango mkubwa katika utengenezaji wa damu, afya ya macho, ukuaji wa watoto, afya ya mifupa. Lakini hapa ndipo siri ilipo. Baadhi ya vitamini vilivyomo kwenye mchicha haviwezi kutumika vizuri mwilini bila uwepo wa mafuta. Na hapa ndipo karanga zinaingia. Mafuta mazuri yaliyopo kwenye karanga yanaweza kusaidia mwili kutumia virutubisho vya mchicha kwa ufanisi zaidi. Ndiyo maana mchicha wa karanga umekuwa chakula maarufu kwa vizazi vingi duniani. Lakini subiri, mboga inayofuata huenda kukushangaza zaidi. Namba 2, kisamvu na karanga. Watu wengi wanapenda kisamvu kwa ladha yake, lakini watoto 2000 wanakuambia kisamvu ni mboga ya watu wasio na hela. Lakini je, unajua mwili wako upata nini unapokula kisamvu? Kisamvu, nazungumzia ni majani ya miti ya mihogo. Kisamvu kina vitamini A, vitamini C, nyuzi na antioxidant. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia afya ya ngozi, kinga ya mwili, mmeng'enyo wa chakula. Lakini tatizo kubwa la watu wengi ni kwamba wanakula kisamvu peke yake. Ukiongeza karanga, protini inaongezeka, kushiba huongezeka, ubora wa lishe huongezeka. Na sasa twende kwenye mboga ambayo watu wengi hawaijui thamani yake. Namba 3, matembele na karanga. Ukisikia viazi vitamu watu wengi hufikiria mizizi yake tu, lakini ukweli ni kwamba majani yake yana virutubisho vya kushangaza. Matembele yana vitamini A nyingi ambazo ni muhimu kwa afya ya macho, ngozi na kinga ya mwili. Karanga zinapoongezwa huongeza protini, huongeza mafuta mazuri, lakini pia huongeza na nishati. Matokeo yake ni chakula kinachoweza kufanya ushibe kwa muda mrefu zaidi, lakini bado hatujafika kwenye mboga ya kushangaza zaidi. Namba 4, mnafu na karanga. Mboga hii mara nyingi hupuuzwa na watu wengi huiita mboga ya zamani, lakini wataalamu wengi wa lishe wanakubali kwamba nyuzi ni muhimu sana kwa afya ya tumbo, na mnafu una nyuzi nyingi, licha ya kwamba kuna mnafu baadhi una uchachu fulani. Faida zake ni pamoja na mmeng'enyo bora, afya ya moyo, kushiba kwa muda mrefu. Karanga zinapoongezwa, thamani ya lishe hupanda zaidi. Namba 5, kabichi au mnaita sukuma wiki. Hii ni mboga ambayo karibu kila familia inaifahamu, lakini watu wengi hawaijui nguvu yake kirahisi ikichanganywa na karanga. Wengi huchanganya na nyanya na kula,
lakini leo nakukumbusha, jaribu kuchanganya na karanga. Kabichi ina vitamini C, nyuzi na antioxidant. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia mwili kupambana na uharibifu wa seli na kuimarisha kinga ya mwili. Ukiongeza karanga, unapata mlo kamili zaidi. Lakini sasa tuingie kwenye mchanganyiko ambao watu wengi wa vijijini wametumia kwa miaka mingi sana. Mboga za maboga na karanga. Kule Ruvuma wanaita pitiko na karanga. Kama kuna mboga moja inayojulikana kwa vitamini A nyingi ni hii. Na hapa kuna siri muhimu sana. Vitamini A huhitaji mafuta ili ifyonzwe vizuri mwilini. Karanga zina mafuta hayo. Ndiyo maana mchanganyiko huu ni moja ya milo yenye thamani kubwa sana ya lishe. Sizungumzie yenye gharama kubwa unapoenda kununua mgahawani. Nazungumzia yenye thamani kubwa ya lishe. Naamini wengi hawakujua siri hiyo. Lakini mboga inayofuata ni rafiki mkubwa wa mfumo wa chakula. Namba 7 ni bamia. Umeshawahi kula bamia iliyowekwa karanga? Watu wengi hawapendi bamia kwa sababu ya ute na utelezi wake. Lakini ule ute ndiyo sehemu ya siri ya bamia. Unaweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula, afya ya utumbo na kupunguza choo kigumu. Karanga zikiongezwa, lishe huongezeka, protini huongezeka, kushiba huongezeka. Na sasa tuelekee kwenye mboga ambazo watu wengi wa mjini wanazila sana. Chinese ya karanga. Mboga hii inaonekana nyepesi, lakini ndani yake kuna vitamini A, vitamini C na nyuzi. Karanga ifanya iwe mlo kamili zaidi. Na sasa tufike kwenye mboga ambayo huenda hukutarajia kuiona kwenye orodha hii. Figili na karanga. Ndiyo, figili. Watu wengi huona kama ni salad tu, lakini ina virutubisho vinavyosaidia afya ya utumbo na mmeng'enyo wa chakula. Ukichanganya na karanga, unapata mchanganyiko wa lishe ambao watu wengi hawakufikiria kabisa au hawaufikiri kabisa. Tumefika namba 10. Mboga ambayo watu wengi hupuuza kabisa, lakini inaweza kuwa moja ya mboga zenye virutubisho vingi zaidi kwenye orodha hii. Nazungumzia majani ya maharage. Wakati watu wengi wanathamini maharage, majani yake mara nyingi hutupwa au kupuuzwa. Lakini majani haya yana chuma, vitamini A, vitamini C, calcium pamoja na nyuzi. Vitamini hizi vinaweza kusaidia afya ya damu, afya ya macho, kinga ya mwili, afya ya mifupa. Karanga zinapoongezwa, mlo huu huwa na nguvu kubwa zaidi kwa lishe. Sasa niambie kwenye comment section, ni mboga gani kati ya hizi 10 huwa unapika na karanga mara kwa mara? Na ni mboga ipi umegundua leo kwa mara ya kwanza kwamba inaweza kupikwa na karanga? Na mimi nimejifunza jambo jipya leo. Bonyeza alama like, subscribe na share video hii kwa watu wengi zaidi ili wajue siri hizi za lishe. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Asante kwa kutazama, tukutane katika mada ijayo.